Ujinga huo hautatokea Mtwara na mkoa wa Kagera. So mkoa wa Kagera mpaka leo ukienda hasa maeneo ya Kiaka unaona majumba yaliyopopolewa, mengine yamebaki kama ni athar. Watu wa kule ukitaje hilo jambo, mtu hawezi kukuonya, atachukua viatu vyake ainuke akakai kwingine. Yaani ni kisirani kikubwa mtu kusikia unataja hivyo. Nataka tufanye hivi, bora iwe hivi, bora niwe paka lakini niko Ulaya. Mambo gani ya ujinga? Wallahi ukienda leo labda uende kwa kazi maalum ikupoza tamaa kwa pesa, lakini ukienda leo huko kuna kuitwa Ulaya utasema nirudisheni leo. Hakuna kitu hata cha maana cha kibinadamu kitakachokuvutia wewe. Watu wanahimili kwa sababu tunajua tutapata pesa, nikirudi nakwenda kutumia, lakini ukimwona mtu kavutiwa ndo aishi huko ujue huyo ana kasoro, kama si katika dini yake basi mambo mengine. Ala kula hali tunataka kuseme kwamba hija inaangalia sana kadhia nzima na dhana nzima ya amani, kwa sababu ndio moja ya mitaji mikubwa. Inatajwa pale istitaa ni kuwa na uwezo wa kumiliki zadi na rahila, lakini pia moja ya vitu vinavyotajwa takhliyatu tariq, njia iko wazi inaendeka au misaili zinalindima angani huko. Kama ndio hakuendeki, na wala hiyo hija si fardhi tena kwako, wala Mungu hakuulizi. Sasa tunahitaji vitu hivyo Waislamu pamoja na yote, ili tufanye kazi tupate hizo pesa, kwa sababu hija inachangia maeneo mengi. Hakuna eneo duniani, iwe nchi yenye Waislamu wengi au wachache, ambayo ile nyumba ya Al-Kaaba uniona ile haichangii. Hakuna. Kama unajua nchi hitaji japo moja, nikwambie inachangiwa kwa mtindo huo, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema mwenyewe, ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas. Allah amejalia ile al-Kaaba. Ikitoja al-Bait katika Qur'ani na hata katika fiqh ya Kiislamu inakusudiwa kile kijijengo cha mraba. Allah amejalia ile al-Kaaba ile inaitwa al-Bait al-Haram, nyumba tukufu, lakini qiyaman linnas, inasimamia mambo ya watu. Watu wanaishi kwa al-Kaaba, hata usoko Waislamu. Msuudi wako mabilionea, utajiri wao ni kujenga mahoteli, sio kuishi wao na watoto wao. Ni kwamba wanakuja wageni kwa ajili ya Al-Kaaba. Wakishaondoka msimu wa hija, ukisha mtu hata silale mtu mmoja ataishi mpaka mwaka ujao, huyu mwenye hoteli hii. Yani mkishaondoka nyie msimu wa hija, asipangisha hata mtu mmoja mpaka mwakani, bado hajapata shida, kwa sababu wao waliokuja hija tayari washamtengezea biashara nzuri. Sikwambii wengine ambao biashara zao zinakuwa ndio zawadi, watu wanunua miswala ya kusalia, wanunua vitu gani si vitu vya kuchezea watoto, wanunua nguo zinatengenezwa nchi nyingine kabisa, sio Saudia, China huko, Japani na kwingineko. Sasa wanachujia pale watu, sio magorofa yale, hata kwetu yapo. Kile Kaaba kile ndio kinachotuleta, ndio kinachokoleza watu watengeneze hayo madude yote haya. China, Japani, haya madude unaona haya. Sasa kule tele mtu analeta pisi mabilioni kwa ajili ya zawadi, ajua mahujaji watanunua kupeleka kwao. Matasbihi haya hivyo, makanzu haya hivyo. Kwa nini tunakwenda kule? Al-Kaaba. Mungu amejalia Al-Kaaba nyumba tukufu qiyaman linnas. Maana qiyaman linnas inaendesha mambo ya watu. Sikwambii sasa wanaokuja huko kote, hata iwe nchi za Kiislamu wanahitaji kuwa na hati za kusafiria, lazima nchi zao zinafaidika kwa hizo hati. Usione sisi tunaenda kiduchu, kwa sababu katika nchi ambayo inaenda mahujaji kiduchu ni Tanzania. Na jambo la kusikitisha, Tanzania ambayo tuna mikoa 31, 26 Tanzania bara na 5 visiwani, kila mwaka huu mamlaka za hija kwenye share ambayo inaonekana tumefinywa kidogo baada ya kuonekana hatuna maana, sasa hivi ni tumeruhusiwa hata tukiwepo 20,000. Msuudi ametenga viti au kama wanavyoita vikalio 20,000, kama tunao tuwapeleke. Lakini toka uhuru wa Tanganyika na hatimaye Tanzania hatujawahi kufikia 5,000. Hatujawahi. Kwa umaskini wa imani tu. Umaskini wa imani na maamuzi sahihi ya kupenda dini yake mtu. Kwa sababu usiweza kwenda Maka, hapo ni karibu tu hapa, kutoka Dar hadi Jeddah masaa 4 hivi kwa ndege kubwa. Mtu anakwenda Japan, anaenda China kufuata makorokoro, masaa kadhaa yuko angani, hana shida.
wala hasikii tatizo, kwenda kula kule si majongoo vitu gani, wala hana habari. Lakini shida ukimwambia hapa, Mungu asema man istataa ila sabila. Ya akhi, umeweza kufika China, ungeweza kwenda Maka mara 2 3, umeweza kule, umewezaje? Kitu gani kilicho pressure katika nafsi yako ukaweza hili ukashinda lile? Ni masala ya imani. Imani wanasema ndio muharrik, ndio injini inayoweza kutikisa mtu kufanya maamuzi. Kwa hiyo hii inafanya kazi kila kona. Hakuna mtu ambaye hafaidiki na uwepo wal Kaaba, lakini ile kaija albayt alharama qiyama linnas. Na tumewahi kusema mara nyingi, hasa nyinyi mashekhe wetu, angalieni mfumo wa Qur'an. Hija lazima mtu awe Muislamu, awe na imani ya dini ya Mwenyezi Mungu, yani imani hii ya Kiislamu. Nyingine zote, ayu alladhina amanu idha nudiya lis-salati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisas. Lazima mnaitwa kwenye ibada hiyo kwa taito ya imani. Na kwenye hija hivyo hivyo, lakini Mwenyezi Mungu hataki hata kuigusa hiyo imani hiyo, wala hataki kuigusa. Kama vile kuna uholela yenye, madamu wewe mtu twende, mimi nataka madamu una sifa ya utu twende. Ukiona mashehe ndio atakwambia lakini hiyo imani, lakini msitaki hata kukutisha na hiyo, maana yake unaogopa pale. Ndio maana utakuta walillahi ala annasi ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman li-nnasi wa'adhin fi an-nasi. Mnatajwa kwa nasi, watu, neno watu, kama vile imani haizingatiwi, kana kwamba madamu wewe mtu tayari unaweza tu kwenda. La msingi ni kujipanga. Uweza kujipanga ukaenda mwaka huu, ukaenda mwakani, mwaka wa baada hivi. Lakini ukianza kufikiria miesimo, ndio maana unaona hata kuna baadhi ya watu wameona hii swala haiwahusu, hawaendi msikitini. Unadhani msikiti mzuri kama huu, vipoza hewa vimo, mazulia na nini, hivi rakaa 2 za Ijumaa mnatoa shilingi ngapi? Imam, rakaa 2 za Ijumaa shilingi ngapi mtu analipia? Akitaka kusali na baadia 6 hit masjid. Wako watu ambao msijaliwa, hajajaliwa, na anaweza kucheza mdumange, anaweza kucheza sindimba kutwa nzima, lakini kuja humu anakuambia hajajaliwa. Tatizo nini? Amejifanya hili jambo kana kwamba hali muhusu. Kwa ndugu zangu Waislamu, kikubwa ni kujua hili jambo langu kwa mujibu wa dini yangu. Sasa je, naweza lini? Leo, kesho, kama uhai nao kesho kutwa? Na wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anayeweza mwaka huu asingoje mwakani. Amesema taajalu ila alhajj, harakiseni sana kutimiza ibada ya hija. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yadri, hajui, madha yahduthu lahu. Na katika riwaya tamko jingine imekuja madha ya'ridhu lahu, kitu gani kitakuja mtokeza kikamkwaza akashindwa kabisa. Na wanasema wenye falsafa ya maisha, idha habbat riyahuka faghtanimha. Uko pale mielezo, kuna shwari kubwa, ukiona upepo umevuma, pandisha tanga haraka sana. Kama una mfumo wako huwa wa injini, ndio usiseme. Kwa nini? Fa inna likulli khafiqatin sukun. Khafiqa ni ule upepo unaweza kupeperusha bendera huku na huku. Kila ukiona upepo, basi ujue una muda wake utakuwa umesimama, hakwendeki. Sasa wewe muda huu wa kuweza kufanya mambo ndio wakufanya. Umeweza hija mwaka huu, nenda. Hukuweza, jipange. Mwakani unaangalia kwenye kile kiakiba chako ulichotenga, kama unavyoangalia, nimetenga kwa ajili ya elimu ya mwanangu, naam, hii inafaa sekondari, hii inafaa kwa ajili kadha. Masala ni kupanga. Muislamu lazima awe anapanga. Ukishindwa kupanga mambo, basi umeharibu. Ni vitu ambavyo vinaendana. Umeshindwa kupanga kufanikiwa, automatically ndio umepanga kushindwa. Ikiwa umeshindwa kupanga kufanikiwa, kushindwa kwako huko ndio umepanga kudorora na kufeli katika majambo. Na hatutarajii kwa Muislamu kuwa atakuwa hivyo. Tumuomba Allah aliyetukuka kupitia majina yake matukufu atupe nyoyo za kupenda Uislamu wetu, atupe nyoyo ya kulinda tunu zetu. Tumesema tunu kubwa ni nini jamani? Amani. Atupe mapenzi ya kupendana miongoni mwetu, kwa sababu dini hii sio dini ya shaghara baghala.
ni dini ya kumwelekea Jalla subhanahu wa ta'ala, dini ya kushikamana kama tulivyoonekana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taswira yake ni kwamba mfano wa waumini wa kweli fi tawaddihim, katika kupendana kwao, wa tarahumihim, na kuhurumiana kwao, kama thalil jasadil wahidi, ni kama vile mwili mmoja. Mwili mmoja wa mtu ukoje? Idha shtaka minhu udhun, kikilalamika kiungo kimoja tu, dole limeuma kisawasawa, basi tadaa lahu, hukusanyika kwa sababu ya hilo dole moja, sairul jasad, sehemu zote za mwili. Inakusanyika kivipi? Unashiriki vipi mwili wote kwa maumivu ya dole moja? Bisahari walhumma, kwa kukesha na homa. Basi kulala leo vipi? Macho hayafumbi? Hapana, dole hili bwana nilijigonga. Si ungefumba macho tu? Macho unahusika vipi? Sema hapana, sisi tunapendana, tunashirikiana. Haliumii dole, mimi nikakoroma. Na watu tumefananishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waumini wa kweli tuwe hivyo. Linalomgusa Muislamu mwenzako, ona na wewe linakuhusu. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu wakati wote atujalie tuwe wenye kufanikiwa katika yetu. Kitu ambacho kinachotusononesha wakati mwingine ni kuona kwamba hatufikirii kabisa hili jambo linatuhusu. Tumekuwa tukijaribu na ndugu zangu baadhi ya misikiti, hebu tutengeneze swali hili, mtu atujibu kwa ukweli. Ni nani katika sisi Waislamu ambaye kuna siku alilala akaamka saa 7, 8 huko? Manake ni wakati wa wenye shida huo ni wakati wenye shida. Ukiona ndugu yangu umekutana hapa msikitini au pale sokoni, bwana imekuwa bahati nzuri bwana na shida na wewe, ile shughuli ya ujua na kudanganya, muongo huyo, angekuja kwako. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anajua kuna wakati maalum akikuona wewe umeinuka, umetia udhu, unamuomba, anajua kweli wewe kweli kwa dhati una shida. Wakati gani unaitwa huo? Wakati wa sahar. Wakati wa sahar. Shema Chelenga, hata wale sahar wanaupenda wakati huo. Wakati wa sahar hata wale wachawi wanaupenda. Sahar ni wakati ule usiku ule upevuka 8 nini kwenda chini huko. Hata alipotaja watu wa peponi wale, kataja kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Hao ilikuwa usiku wanalala kidogo, lakini kuna wakati mwingi pia wanautumia kumwomba Mungu. Akasema tena baada ya kutaja walikuwa wanalala kidogo, wabil ashari, na kwenye wakati huu wa sahar, usiku mpevu kabisa huu, yastaghfirun, wanaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wanatadhallali, wanaomba awasamehi, wanaomba awape ufanisi katika mambo. Sasa watu tunauliza, jamani, katika sisi kuna mtu kwa makusudi angalau mwezi alifanya mara moja, akaamka akatumia dakika 20 au 15 usiku saa 8, 9, kilichomwamsha amuombe Mwenyezi Mungu tu amwezeshe kwenda hija? Kuna mmoja wetu ashafanya kitu kama hicho? Jamani, tuko msikitini, mseme kweli, ainue mkono. Anasema uweza kuona pengine pana watu 200 hata mmoja ainui, maana yake kwamba hajaomba. Kwa nini hajaomba? Mbona mwenza kuna mie hicho kinanihusuje? Ya akhi, wewe umethubutu atakuombea urais pamoja na vikwazo vilivyopo, upite hapa mchujo huu, lakini umeona potelea mbali, nikikosa si basi, lakini nijaribu. Unashindaje kumwomba Mwenyezi Mungu kitu cha namna hiyo? Unaweza ukaomba kwa dhati hicho Mungu akakupa bila ya gharama kubwa. Mimi nafsi mpaka keshokutwa naomba na kupenda kweli kule mahala, pamoja kwa nashukuru Mwenyezi Mungu nishajaliwa kutimiza jukumu langu, lakini ile dua ya Ibrahim aliyosema jalia afidatan minan nasi tahwi ilaihim, na kuomba Mwenyezi Mungu pamoja na amani. Kaomba vitu vingi Ibrahim pale, na ukenda vyote vinakukumba. Naomba jalia nyoyo za watu ziwe zinapenda huku Maka pamoja na ujangwa ule, lakini wewe ukifika pale una subhanallah. Ndio hivi mtu wa Mwenyezi Mungu alikuwa hapa, ilikuwa unapata raha ndani ya roho yako na imani inabustika, inakuwa kiasi fulani. Kwa ndugu zangu, khutba ya Ijumaa imekidhi kuzungumzia mambo ya hija, kwa sababu hakuna kitu kinachotisha kuliko kwa Mwenyezi Mungu asema kama hutaki mimi sina shida na wewe, wala sina shida sio na walimwengu wote, mimi sina shida nao. Kwa hivyo kila mmoja wetu anajijua mwenyewe kuliko anavyomjua mtu mwingine. Bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu anajua mwenyewe.
Unajijua una uwezo? Naam. Usijihini katika dunia yako. Somesha watoto wako, jenga nyumba nzuri, kuwa na kipando chako, lakini ujue wazi kwamba na hii 500 ya hapa, kama Mwenyezi Mungu amekupa taufiki, unaweza mwaka wote ukajikuta. Wenzetu baadhi ya nchi wanaokwenda kwa wingi wana shida. Mwaka uliopita nilikutana na haji mmoja, nakumbuka kutoka Algeria yule. Namuuliza, asema utaratibu wa hija kwetu, mpaka nilimwambia huko kwetu, asema tukija kwenu tunaweza kukubaliwa kujiandikisha huko? Nikamwambia utaratibu ni mgumu kidogo, mgeni wewe kujiandikisha ili uje hiji. Wala si kwetu kule, mimi nimewekeza, niko tayari miaka 10 iliyopita kuja hija, lakini kuna foleni pale. Unaandikisha jina lako, ukikaribia msimu kunakuwa na kupiga kura, mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara 5. Hali kutoka jina lako, anaweza kupata mtu nafasi pengine aliyojiandikisha mwaka jana tu akapata mwaka huu. Wana mtindo wa kura. Nchi nyingine wana mtindo wa vibali. Hujapata kibali huendi. Ilimhoji Sheikh Machilenga na wewe pamoja, mfanya biashara mmoja pale Saudia, nadhani yeye na msikiti wa Maka ni mwendo dakika 2 au 5. Sasa mimi sijenda kusali sala za kawaida sana, lakini hija sijafanya, sijapata kibali bado. Utaratibu wa vibali uliopo. Sisi ndio kuna utaratibu usiokuwa na migogoro. Watu wanataka waende hija wapite Tanzania kwa sababu kule nafasi ziko za kumwaga kila mwaka. Sisi nafasi zetu kama ingekuwa mikate inaoza. Ushaambiwa njoni hata 20,000, sisi hatujafika hata 5,000 toka Tanganyika huru mpaka leo. Na kinachostaajabisha tunazidiwa na wenzetu mikoa 5 ya visiwani. Mwaka huu mpango uliowekwa na viongozi wetu wanaosimamia majambo, wanaosimamia hizi taasisi zetu. Wewe mahujaji tunakupa wasizidi idadi hii, wewe wasizidi hii. Wamepanga Tanzania tufikie angalau 4,000. 4,000 hao Tanzania visiwani ni 2,600. Tanzania bara 1,400. Na inawezekana Tanzania bara isimalize 1,400. Ndio nyinyi ndugu zangu mnosema hamwezi. Kule wana ari kidogo, wana mwamko kidogo. Si hatuwezi, lakini hafla zenu tunaziona. Hata zetu za dini zinakuwa kubwa. Unadhani keki ile ya kilo 100 tuliyopika Mnazi Mmoja pale, keki kilo 100 unadhani shilingi ngapi? Uwezi tumwahi kula keki ya kilo 100? Hatujawahi. Sinauliza jamani, wewe Sheikh, ndugu yangu yuko wapi leo? Hayupo. Ningemuuliza baraza letu tutengeza keki ya kilo 100 kwa wapenzi alhabibi. Naam, si dogo, ana haki yako, lakini kilo 100 ya keki shilingi ngapi? Mwalimu wa madrasa anufulika, hana mshahara wala posho. Hivi uwezi kuwa umeanza kumchangia angalau pengine baada ya miaka 2 na yeye akatabaruku kwenda Maka? Tuna haja jamani kufikiria vizuri mambo yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu tunamuomba atubariki, atuondolee shida, atuzishie amani, aboreshe vichumo vyetu vya halali, atuimarishe katika imani zetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila na ukarimu wake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا تنزانيا، واجعل ولايتنا تنزانيا، واجعلنا ولايتنا تنزانيا تحت رعايتك يا رب العالمين، في من يخافك ويرعاك يا رب العالمين، في من خافك واتقاك يا رب العالمين. وصل الله